Bismillahirrahmanirrahim. Karibu katika darasa la tafsiri za ndoto, na leo tutazungumzia ndoto ya kuendesha gari. Ukiota unaendesha gari, kwa mujibu wa Muhammad ibn Sirin katika kitabu chake cha Tafsirul Ahlam, ukiota unaendesha gari kwanza katika ndoto lina maana umiliki, yani umiliki kwa lugha nyingine nyota yako au maisha yako kwa ujumla. Hivyo ukiota unaendesha gari ni dalili ya kwamba wewe ndio ambao una maamuzi katika maisha yako wewe. Yani wewe ndio una maamuzi katika maisha yako na ndio unaamua nini kifanyike. Sasa utofauti wa ndoto utategemeana na aina ya gari na aina ya mwendo. Kama ukiota unaendesha gari lakini kwa kasi sana, hii inaonyesha kwamba wewe kwenye maisha yako kuna vitu unaviamua kwa haraka mno na vinaweza vikakuletea shida muda wote. Kwa makini na maamuzi yako unayofanya kwa haraka. Ukiota unaendesha gari lakini lile gari linakwama, basi yani haliendi vizuri, basi dalili ya kwamba unafanya maamuzi katika maisha yako lakini inaonekana kuna shida katika maamuzi yako na yale mambo yako yanakwama kadhalika. Ukiota mtu mwingine anakuendesha wewe, yani uko kwenye gari kuna mtu mwingine ndo kakupakia na kuendesha, basi ni dalili ya kwamba kuna mtu mwingine anafanya maamuzi katika maisha yako wewe, kwa namna ya siri au kwa namna ya dhahiri. Ukiota unaendesha gari alafu umepakia watu wengine, ni dalili ya majukumu, kwamba wewe ni mwamuzi wa maisha yako, lakini si maisha yako tu, kadhalika umeshikilia na maisha ya watu wengine. Ukiota unaendesha gari kisha ukapata ajali, ni dalili ya kwamba kwenye maisha yako kuna janga kubwa linakutokea au linatarajia kutokea au lilishawahi kukutokea, linayoweza kuyaharibu maisha yako na kuharibu mambo yako na plani zako zote. Short ni kwamba gari huwa ni umiliki. Gari huwa ni miliki. Lakini ukiota unaona magari tu watu wanaendesha lakini unatembea kwa mguu, ni dalili ya kwamba huna maamuzi mazuri katika maisha yako, huna usimamizi mzuri katika maisha yako, unaishia kuona mambo ya watu wengine. Naomba izingatiwe kwamba tunatafsiri ndoto bure. Endapo kama utaiandika hapo chini katika comment, basi tutatafsiri bila gharama yoyote. Lakini ukitaka utafsiriwe private, hiyo ni kazi. Kwa kama ni kazi ni lazima ulipe, na utalipa shilingi 6,500, kisha utaituma ndoto yako, tutahangaika kuichambua, kisha tutakujibu kama utataka utafsiriwe private. Lakini ila kama utataka bure, basi andika hapo chini katika comment, kisha tukiona tutapata fursa na kuja kujibu insha Allah. Ukitaka kutafsiriwa private, nataka kuchangia hiyo gharama, basi namba ya simu inapita chini ya screen yako hapo.